أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله الذي أنزل على عبده أحسن الكتب نظاما وأوسعها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان مخضوث من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبعد لقد أقفت أمامكم ولست بخيركم بل كي يذاكر شوية نفسي وأنفسكم وأفيدكم بما أفاداني الله. معاشر السادة, nichukue nafasi hii kwa mara ya pili kukuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtume ambaye kipindi hiki cha Rabiul Awwal ndio kipindi ambacho alizaliwa. Laqad ulida an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alizaliwa mtume, rehma na amani ziwe juu lake. Na mtume wetu amekuwa na karama na fadhila nyingi sana, na leo tutamzungumzia kidogo tu insha Allah. Alafu alhalu yantiq, hali inaonesha itakiwa baada ya sala tuzungumzie msikiti huu, angalau watu wapate kutasaddaq, lakini tutabarru na kumzungumza mtume mwenyewe. Siku miongoni mwa siku alitoka barabarani akakutana na moja wa sahaba zake, akaambia, inna li asma'an, mimi nina majina mengi mno, ana Muhammadun wa ana Ahmad wa ana al-Hashir wa ana al-Mah wa ana al-Aqib. Mimi ni Muhammad, mhimidiwa mshukuriwa, wa ana Ahmad, nami ni Ahmad, kay yuhmadullahu kathira, naitwa Ahmad kwa sababu ya kumsifu sana Allah. Wa ana al-Hashir, na mimi naitwa ufufuo, kay yuhsharu an-nas yawma al-qiyamati ala qadami, za watu wengi watafufuliwa siku ya kiyama wakitizama nimesimama sehemu gani, waje kupata maombi yangu mimi. Lakini wa ana al-mahi yamhu Allahu khataya biya, lakini mimi pia ni kifutio cha madhambi. Haya ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi ni kifutio cha madhambi. Yamhu Allahu khataya bi, Mwenyezi Mungu anawasamehe wengi makosa kwa sababu ya mimi. Wa ana al-aqib la nabiyya ba'di, lakini mimi pia ni mtume wa mwisho, hakuna mtume mwingine badala ya mimi, hakuna. Siku moja kuna mchungaji akichunga, lakini wakati anachunga Madina porini, akatokea mbwa mwitu akataka kushambulia mmoja wa kondoo wake, akamhami kondoo yule. Lakini alipompiga yule mbwa mwitu alisikika akisema maneno mawili, anamwambia Mwarabu yule, ala tattaqillaha, hivi wewe Mwarabu mzima huna hofu ya Mungu wewe? Ala tastahi, kama Mungu humuogopi huna hata aibu? Unanipiga saa hizi mimi nikale wapi? Mbona una roho mbaya sampuli hii? Yule bwana akasema, la usaddiqu ainaya,
hata siamini ninachokiona, ninaota au mnyama saizi kunizungumzisha, ama haya ni maajabu kiama hichi. Yule mbwa akazidi kusema, wewe unaona mimi ajabu sana kusema, wewe huoni ajabu loiacha hapo tauni Madina? Hapo Madina ulipoondoka kuna mtume anaitwa Muhammadur Rasulullah, wa huwa al-aqib la nabiyya ba'dahu. Basi nakuambia kuna nabii anaitwa Muhammad, na kupa taarifa yeye ni mtume wa mwisho, hakuna mwingine badala yake, na anayedai kuna utume unaendelea, faqad kafara bihadha al-kalam, amekufuru mno. Hilo nalo hulioni la ajabu? Unashangamii kusema. Bila shaka yule bwana hakupata utulivu, alikimbia. Alipokutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, akamsimulia mtume, akamwambia, akasema nini huyo mbwa? Akasema eti wewe ni mtume wa mwisho. Asema alichokisema ni cha kweli, lakini kuzungumza huyo mnyama min asharati saa, ni miongoni mwa dalili za kiyama, kuona wanyama watazungumza. Ndio maana siku za mwisho takhruju daba, atatokea mnyama katika ardhi akiwa anazungumzisha watu huku na kule, lakini mnyama yule akasadiki eti mtume Muhammad ni mtume wa mwisho. Lakini leo binadamu mwenye akili zao bado wanaendelea kusema unabii upo, na watu wanakwenda kuombewa kwa mitume. Mush sahiha, haya maneno hayapo sahihi kabisa. Waislamu, mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Maka kwenda Madina, alikutana njiani na kundi la Mayahudi. Wakamwambia, tuna maswali yetu matano, fa inna jabta laha, ikiwa utayajibu tukikuuliza maswali hayo, basi wote sisi Mayahudi tutakuwa Waislamu, wa illa, lakini ukishindwa kujibu tutakufanyia ukaidi mkubwa sana. Mtume akasema, tumwekeni Mungu awe shahidi, mimi inshallah nitajibu maswali yenu kama kweli mtaslimu. Wakasema, wallahu bima naqulu wakili, Mwenyezi Mungu ndo wakili katika kesi hii. Asema, salma turidun, anipeni maswali yenu. Salla mwanzo akamwambia, ma huwa alamatu nabiyil ummi, hebu salla kwanza tueleze, wewe unajiita an-nabiyil ummi, mtume asiyojua kusoma wala kuandika, an-nabiyil ummi, na mitume wote walikuwa hivyo. Hebu tueleze ishara yake na alama yake, mpaka unadai kicheo cha an-nabwa, cha nubuwa, an-nabiyil ummi. Mtume akawaambia, imma alamatuhu yanamu ainahu wala yanamu qalba. Ni kweli kabisa, alama ya nabii al-ummi huwa yanalala macho yake mawili, lakini moyo wake huwa haulali masaa yote mpaka wanaondoka ardhini. Na hivi ndio alivyokuwa mtume Muhammad, hajawaipo kulala moyo kabisa, hata kwa bahati mbaya. Siku miongoni mwa siku Saida Aisha ambia, naona ulikuwa umelala. Akaambia, wewe mke wangu Aisha, al-anbiya'u tanamu a'yunahum wala yanamu qulubahum, mitume wewe unaedaidai utume wewe na kufungua vituo vya ajabu. Sikiliza maneno haya tena, kwa bahati mbaya hata ndani ya Uislamu kuna baadhi ya watu wanadai utume, sijui ni kuchanganikia wao ni kitu gani. Siku hizo tulienda sabilillah, nafikiri mashaitani, tukaa tuna kijana mmoja akasema, wallahi Uthman Maiko mimi napata wahi. Nikamwambia, na mimi najiona mimi nabii. Tulikuwa markazi, ukamwambia utapigwa hapa, Waislamu hawataki mchezo kama huu. Basi mtume akasema, mitume wanalala usingizi macho, lakini nyoyo hazilali, ila mtume kazidi, wa huwa ya'lamu ma fi nafsi, sio moyo wake kutokulala tu, wallahi unachokiwaza unashare mawazo na mtume Muhammad. Hili jambo dogo hili, yani mtume muache hivi hivi. Fahuwa basharun la kalbashar, ni mtu kama mimi na wewe, ana macho ana pua, lakini wallahi si kama mimi na wewe. Ana hususi nyingi,
ana hususi nyingi sana. Wewe ushai kumuona mtu asiokuwa na kivuli? Hebu niambie. Msikiti huu una utukufu wake, una kivuli, lakini mtume hakuwa na kivuli kwa heshima yake tu, kwa sababu kivuli mara nyingine kinaweza kikapita ardhini kikagusa jalala, hilo tu Allah kaondosha. Lakini masahaba wakimkabili, wakitembea naye huku na pengine wakakanyaga kile kivuli chake, kaondoshewa kivuli mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana siku moja alisema, mmekiona hichi kibla changu, mmeuona msikiti wangu, hivi mnavyouona ndio hivi na mimi naona nyuma kama mnavyoona mbele. Pia alikuwa hivyo, na maana ili fuvu la kichwa la mtume, kwa sababu yeye alikuwa ni nuru, hana kivuli, halikumzuia kuona chochote nyuma. Ndio maana yule kijana, kama mnamkumbuka, Madina, alikuja kumtukana mtume, akawa kuna watu tu tabia zao si nzuri tokea zamani. Mtume anatembea hivi, yeye anamngonga nyuma. Wallahi mtume hajageuka, kasema utabakia hivyo hivyo kijana maisha yako. Na kweli mpaka akiwa peke yake anangonga, tusijue hata anangonga kitu gani. Hakupata tabu ya kugeuka kumtizama Rasulullah. Na ndio maana hata ile mimba ya mama yake ilivyokomaa miaka 9, miezi 9, ulama siyari wasema wala mtajid lihamlihi alaman wala thiqalan wala ilala. Hakuhisi uzito, kwa sababu hakubeba matope kama mimi na wewe tulivyobebwa. Alibeba nuru ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Huwa yaalamu ma fi nafsi, unachokiwaza yeye anajua. Siku miongoni mwa siku Abu Sufyan alichelewa sana kusilimu, akasilimu baadaye kwamba tutafanyaje, lakini imani haijakita. Mtume akawa anasali mbele yake siku moja sunna zake. Abu Sufyan kashika tama, asema yani huyu tumeshindwa vita vyote, Bani Quraidha, Bani Mustaliki, Uhudi, Hunaini, Handak, yani tumeshindwa kumuua, tumemtafuta sana Uhudi tumuue, tumeshindwa. Leo kidharau anasali mbele yangu, afikiri nampenda, nimesilimu tu nitafanyaje? Natamani ningepata oda ya majeshi ya Kisra hapa hapa kwenye sijida nimalizane naye. Mtume kila kitu kajua. Alipotoa salamu tu, salamu alaikum, salamu alaikum, akampiga hata bega lake Abu Sufyan, ambia idhan yakhuzika Allah, kama unawaza vitu hivi kichwani mwako, Mungu atakudhalilisha muda si mrefu. Akashtuka, wana huyu hatari huyu, kumbe tunawaza pamoja. Alisema naomba nisilimu mara ya pili niondoshe unafiki katika moyo. Fahuwa bashar la kalbashar. Waislamu sisi tungesafiria maisha mengine, ile la tahinu wala tahzan wa antumul a'launa, msinyonge, msihuzunike, nyie mambo yenu super. Wallahi yangekuwa super kweli kama tungekuwa tunajua kiongozi wetu hasa nani. Yani sisi tu kuwa wafuasi wa mtume Muhammad, hii ni bahati ya mtende. Sema bahati mbaya, asokuwa na bahati ya bahatiki, asokuwa na bahati ya bahatiki. Lakini acha watu wa kawaida. Maana nyumati zilizopita kulikuwa kuna watu hata wakienda katika vita wao hutabaruku, tuna jina la mtume Muhammad, jina tu peke yake, wanatabaruku na wanapata ushindi na mambo yanafunguka. Acha watu wa kawaida, manabii walo trendi katika dunia. Angalia cheo cha Nabii Allah Ibrahim, anaitwa Khalilur Rahman, watakhadha Allahu Ibrahimu khalilahu. Ibrahimu anaitwa Khalil. Hii kuitwa mpenzi ina majina mengi, yanavuka mpaka 15. Kuna ishqi, kuna gharam, kuna sababa, kuna nini, kuna shaghaf. Mwisho ala alhubbu ni mtu kuitwa khul. Sasa huyu amefikia stage kuitwa kipenzi cha Allah. Alitamani kuwa na sisi. Alipoona hiyo nafasi haipo, akaomba basi Mungu nijalie niwe ninatajwa katika ummati Muhammad, nitajwe tu mwishoni kwa ndimi zao. Ndio pale mliosema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Aliomba kwa sababu huu umma una mambo makubwa sana. Tungetembea na mtume kifua mbele, tusingekwama, tusingepata tabu. Ni nuru kubwa. Kwa hiyo mtume moyo wake uko hivyo. Alipowajibu sallallahu, wakamuuliza swali la pili,
mal farqu baina almaniyi dhakari wal untha. Hebu tupe tofauti ya maji ya uzazi ya mwanaume na mwanamke. Ya mwanaume yako wapi, yakoje, yana rangi gani? Na ya mwanamke yapoje, yanakaa wapi, yana rangi gani? Lakini pia tueleze kwa nini mara nyingine anakuja mtoto wa kiume, mara nyingine mtoto wa kike. Mtume huyu vitu hivi analetewa tu, hakwami. Akasema imma maniyu dhakar abyadun wa mughallaba wa imma maniyal unsa asfaran wa khafifa. Akasema maji ya uzazi ya mwanaume ni meupe na ni mazito, na maji ya uzazi ya mwanamke ni ya manjano na ni mepesi. Ya mwanaume yanakaa mgongoni, ya mwanamke yanakaa kifuani. Na akaeleza kifupi. Mara nyingine kutokea mtoto wa kiume wa kike, kama yale maji ya baba yatazidi nguvu maji ya mama, basi mtoto atakayezaliwa atakuwa na shakili sana ya kiume, hatimaye atakuwa mtoto wa kiume. Lakini maji ya mama yanatokea mara nyingine yakazidi nguvu maji ya uzazi ya baba, mtoto atakuwa na shakili za kike, hatimaye anaweza akawa kabisa mtoto wa kike. Wakasema sawa. Wakamuuliza swali la tatu, ma huwa raad? Na radi nini? Maana tukisikia mvua mazogo mpaka tunakimbia ndani. Akasema radi ni miongoni mwa malaika wake Allah, yusabbihu ar-ra'du bihamdihi. Wakambia man alladhi harrama at-ta'ama ala nafsihi, nani yule ambaye alihalamisha chakula kwa nafsi yake cha halali lakini kasema ni haramu? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa huwa Israil. Huyu nabii Allah Yaqub aliugua. Nabii Yaqub siku hizo aliuma sana, haki ya kuuma, mpaka akasema nadhartu lirrahmani nadhran, naweka nadhiri kwa Mungu hasa nikipona maradhi nilokuwa nayo, napenda sana nyama mangamia na maziwa yake, kuanzia leo kwangu itakuwa ni haramu, sili tena vitu kama hivi. Allah asema kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israila ala nafsi. Kila chakula kwa bani Israili tulifanya ni halali, labda kile ambacho Israeli mwenyewe, Yakubu mwenyewe aliharamishia nafsi yake. Wakambia tunaenda vizuri, sala mwisho ili tukuamini. Wa man zamiluka ya Muhammad, we rafiki yako Hasan nani? Yani rafiki katika malaika. Inatokea mara nyingine binadamu akatengeneza urafiki na malaika. Nabii Idrisa alikuwa na malaika wake, rafiki yake, mpaka kampeleka mbinguni. Wewe katika malaika rafiki yako ni nani? Akamwambia fa huwa Jibril, rafiki yangu mimi ni Jibril, nampenda sana na hata naye ananipenda. Wakamwambia basi ikiwa rafiki yako ni Jibril, tulitaka tukuamini, tulikusikiliza tu basi, lakini kama ndio rafiki yako kwa heri, na sisi hatuwezi kukuamini. Akauliza kwa nini? Asema kwa sababu Jibril tuna ugomvi naye wa miaka na miaka tele. Ukisikia kaumu fulani imeangamizwa, basi kinara wa makombora ni Jibril. Ukiona watu fulani wampepelekewa tufani, Jibril. Na hata sisi Mayahudi tumepata mitihani mingi, ni huyu tu. Sasa kama ni adui yako na wewe ushakuwa adui yetu, kwa heri, hatuwezi kuamini. Zikashuka aya, kul man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibrila wa Mikala fa inna Allaha aduwwun lilkafirin. Akawaita akasomea aya kama hizi. Kwa nini wanakuwa na uadui na Jibril? Kwa sababu Jibril ni informa wa kuharibu pia mipango yao mibaya dhidi ya Mtume Muhammad. Siku hizo alimlinda kwa mengi, walimpa mwaliko, na tabia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam hakatai mwaliko wa yoyote yule. Na wewe ukialikwa, kama hakuna dharura nenda. Alipewa mwaliko na Mayahudi, wakamwambia leo tuna hafla katika VIP wanaotakiwa kukaa pale, na kiti chako kiko pale Muhammad. Mtume asema insha Allah. Sasa pale alipowekewa kiti chake, wakaambiana leo ndo siku ya kumuua. Mmoja akae na jiwe juu ya nyumba, afu ataimu pale alipo, akiingia tu namdondoshia la kichwa mpaka kichwa chake kipasuke. Tukiulizwa imekuwaje, nasema ujenzi ulikuwa unaendelea, kama msikiti huu kuna tofali lilikuwa limezuia, mara akawa ameondoka. Mtume hajui kitu, akaanza kutoka, kavaa joho lake, njiani akakutana na Sayyidina Jibril.
Akamwambia unaenda wapi? Ambia naenda katika mwaliko. Ambia rudi, wamekukusudia jambo baya, wanataka kukuua Mayahudi, kwa hiyo wewe rudi, nenda zako nyumbani. Mtume sallallahu alaihi wasallam akarudi. Baadaye wakaja kumbia huna maana, umealikwa kwa heshima zote alafu umeshindwa kuitikia mwaliko na wewe ni kiongozi. Akasema nishajua mwaliko wenu, yule mnayemchukia Jibril amekuja kunipa information, mlikuwa mtaka kunidhuru, wakazidisha uadui na Jibril, na Mayahudi ndio walivyo. Kwa hiyo mtume wetu alikuwa na miujiza mingi, takriban 1000, miujiza tele kabisa. Miongoni mwa miujiza, miongoni mwa siku, Mayahudi pale Madina walimtilia mtume sumu kwenye nyama. Waliuliza mtume anapenda nyama gani ya mbuzi, anapenda kula sehemu gani, sehemu ya safu, sehemu ya mguu. Wakachukua nyama wakaitia sumu, wakasema fa in kana siddiqan nabiyya, ikiwa huyu ni mtume wa kweli kabisa hii nyama itamueleza, lakini wallahi kama anadai tu ni mtu mutakawil, leo jiandaeni kumzika. Mtume wa Mwenyezi Mungu akaletewa nyama imeungwa vizuri, kula nyama hii. Maskini masahaba wake wamekula, wamekufa. Yeye ile nyama ilipokuja kwa sahani yake ikaanza kupiga makelele, usithubutu kula ya Rasulullah, inna liya masmuma, mimi nimepakwa sumu. Umepakwa sumu na nani? Na fulani na fulani. Angalia mtume katajiwa mpaka majina yao. Hii si miujiza? Haraka sana mtume asema Madina nzima wazungukeni Mayahudi wote, nikamatieni, nileteni hapa. Walipofika mbele yake asema kabila fulani leteni la Mayahudi, wakaletwa pale. Walipoletwa pale mtume wa Mwenyezi Mungu akawauliza man antum, nyie kina nani, watoto wa nani nyie? Kwa sababu kuna kitu wamefanya wakadanganya. Sisi watoto wa mzee fulani fulani. Mtume asema kadhabetum, waongo. Yani mimi mkimdanganya tu tayari nishajua waongo, bali nyie baba yenu ni fulani, watoto wa mzee fulani, si ndio hivyo? Asema naam. Asema sawa, sasa nakuulizeni swali la pili, mtaniambia ukweli? Ambia lazima tukueleze ukweli kwa sababu wewe hudanganyiki, tukikwambia uongo tu ushajua. Akasema faina antum yawm alqiyama, niambieni nyie mtakuwa position gani siku ya kiyama, mtakuwa peponi au motoni? Wakasema lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, sisi motoni tutapita kidogo tu chap, tutakwenda peponi milele, ila wewe na waislamu wako mtakaa milele motoni. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambia hapana, nyie ndo mtakaa milele, si tutapita tutakwenda peponi. Akasema tuachane na hayo, naomba mniambie kwa nini mmentilia sumu kwenye nyama? Wakasema tulikuwa tunakujaribu tu, tukasema ikiwa wewe ni mtume wa kweli basi hii nyama itakupa habari, lakini kama tu wewe unadai ni mtume wa Mungu na si mtume wa Mungu, hii nyama itakuua leo. Niambieni, imenipa habari haijanipa habari? Bia wallahi imekueleza vile vile tulivyopanga. Sasa mimi ni mtume wa kweli? Naam. Sasa mnaniamini? Asema hata siku moja hatuwezi kukuamini kwa sababu wewe ni Mwarabu. Ya reti ungekuwa Myahudi kama sisi tungekuamini, lakini kwa sababu wewe ni Mwarabu hatuwezi tukakuamini. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam kwetu sisi ana fadhila tele. Nikuachieni ujumbe mmoja tu. Kipindi hiki amezaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ghamu yake na hamu yake, kila akikutana na watu na da'wa yake alikuwa akisema hal tamnauni hata uballighu risalata rabbi, mtanisaidia nifikishe message ya Mola wangu. Katika sahihi zote mbili, Bukhari na Muslim, Muislamu akifanya kitendo cha taa, wallahi katizame hadithi hii. Ina maana leo una uwezo wa kumfurahisha mtume huko kaburini, na leo una uwezo wa kumhuzunisha kiasi kikubwa mno. Katika sahihi Bukhari hadithi hizi, sahihi na Muslim zote sahihi mbili ipo. Muislamu akifanya kitendo cha kheri, hasatan ile kusudio na target ya mtume kuusukuma Uislamu mbele,
basi kile kitendo kinapelekwa mpaka kule kaburini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Basi kama ni asubuhi, kutwa nzima unamfurahisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia Muislamu akileta matatizo, akatenda dhambi, akarudisha Uislamu nyuma, dhambi kama ile inapelekwa mpaka kaburini. Wallahi, kutwa nzima umemharibia siku Mtume sallallahu alaihi wasallam, unamuhuzunisha Mtume. Wewe leo umemfurahisha au umemuhuzunisha Mtume wa Allah? Hali inaonesha msikiti huu unahitaji michango mikubwa sana, na hili litafanyiwa bayana yake baada tu ya kumaliza kuswali. La mwisho, tumtumie Mtume katika kumsalia, tumtumie Mtume katika kumtakia rehma, hasa siku ya leo ya Ijumaa. Atakayemsalia Mtume, Jibril anakuja kuchukua sala kama ile, anaipeleka mpaka kule kaburini kwa Mtume. Kisha akifika pale, wewe mbele ya wakubwa wawili, jina lako linatajwa kule kaburini, fulani kakusalia. Alafu mabwana, hii ibada ya kumsalia Mtume Muhammad, wallahi ndo na maana nasema tumechelewa sisi kumjua Mtume. Yani kuna watu wanaishi na Mtume, maisha yao ni ya Mtume, hawana hata kazi za maana, lakini kiukweli sala za Mtume zinaleta uchumi kwa haraka sana. Sala za Mtume zinaondosha maradhi kwa haraka sana. Sala za Mtume, kwa sababu huyu tu ni kipenzi cha Allah, Allah kaamua kumpenda. Na wewe ukikithirisha kumtakia rehma kama yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe anavyomtakia rehma na malaika zake wanavyomtakia rehma, na wewe ukaamua kujipinda, maradhi yanayokusumbua yataondoka. Ndio maana wale wataalamu wakasema kwa ushauri, kama una jambo unahisi ili jambo lishakumaliza, hebu fanya sala za Mtume kwa witri. Piga siku 7 mfululizo, au piga siku 21 mfululizo, au piga siku 31 mfululizo, mwezi na siku moja. Alafu uone hiyo haja yako kama ni kesi hujashinda. Watu wengi wamefanya futuhat, wamefungua mambo kwa sababu ya utukufu na daraja na sala za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na yafaa pia kufahamu na idadi zake, pengine tukipata wasa tunaweza tukalielezea hilo. Tukome hapa kutokamana na wakati. Tumwombe Allah atujalie wafuasi wa hakika wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على نبي الرحمة وشافع الأمة عدد ما أحاط به علمك وصاه كتابك وضمه، وعلى آله ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم ذي الأسر الأريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى الزاهد اللواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا أبي حفص عمر بن الخطاب، ولا جميع القرآن استحيت منهم الملائكة الرحمن مهي الليالي بتلاوة الكتاب أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله غالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى ولديه سيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما الزهراء البتول، وعلى عميه المعظمين عند الله والناس المطهرين من الدنس والأرجاس أبي عمارة الهمزة وأبي الفضل العباس، وعلى بقية العشرة المبشرة الذين بايعوه تحت الشجرة، طلحة الفياز والحواري الزبير وسعد الهدى وسعيد الخير وعبد الرحمن الزكي شاكر، وأبي عبيدة الزاهد الزاهر رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر جيوش المسلمين ونكس أعداءك أعداء الدين واختم لنا بخير منك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.
عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر. أقيموا الصلاة.